Naam, mwana Ukua Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii ya Ukua Mwafrika, mahali ambapo tunaongea mambo mbalimbali na kuchambua habari mbalimbali kutoka pande zote za dunia, hususan Afrika. Ndio maana hii inaitwa Ukua Mwafrika. Nikukaribishe sana. Leo tuko ndani bado ya taifa la Burkina Faso kwa mtaalam Ibrahim mwana wa Traore katika kuangalia hospitali ambayo mnakumbuka miezi kama 4-5 nyuma tuliripoti kuwa anajenga hospitali ya kisasa huko Bobo Dioulasso, ambapo ni mkoa huko ndani ya taifa hili la Burkina Faso. Na hospitali hii, yani ungekaa unajiuliza imewezekanaje? Kwa sababu jambo la kwanza nikukumbushe, maana hapa ndipo tulipokuwa tunaongelea kuhusiana na ujenzi, ambapo wakasema kuwa Ibrahim Traore anajenga hospitali ya kisasa ambayo kwanza matibabu yake mtu hatahitaji kwenda kutibiwa nje ya Afrika, atahitaji kutibiwa hapo hapo, kwa sababu kile ambacho waga kinatutoa huku kwenda kutibiwa nje ya Afrika, vitu vyote hivi viko ndani ya hospitali hii. Kwa sababu kwanza hospitali hii ina uwezo wa kulaza wagonjwa 500 kwa mara moja. Ni vitanda vya kulaza wagonjwa, na ni vitanda kweli, sio vitanda vya hovyo hovyo, no, hapana. Kwa sababu ni referral ambayo ni hospitali ya rufaa tuseme, ambayo sasa ni vitanda 500 kwa siku. Yani waweza kulaza, manake ni idadi kubwa sana ya wagonjwa wanaoweza kutibiwa katika hospitali hii, na kumewekwa vifaa vya kisasa, maabara za kisasa, kumewekwa tusemaje, hizi CT scan za kisasa ambazo, na ukumbuke tunavyoongea hivi sio kuwa ni mlipe gharama kama ambazo zinalipwaga mahali kwingine, kwa sababu nakumbuka Afrika imekuwa ikiteseka sana na swala la kiafya kwa ujumla. Hapana, hii sasa yani ni kuwa matibabu yake gharama itakuwa ni kidogo, sawa na bure, kwa sababu jambo ambalo mwamba Traore ameamua kulifanya ni kujali maisha ya raia wa Burkina Faso. Ndilo jambo ambalo siku zote amekuwa akilifanya. Kwa ndio maana unaona matibabu yake ni ya hali ya juu, lakini kwa price ya chini sana. Ndio maana unaona hii hospitali sasa imekamilika. Sasa swali ambalo tunakaa tunajiuliza, kwa sababu kumbuka hospitali hii haina hata mwaka tangu imeanza kujengwa. Ni hospitali imejengwa kwa mabilioni ya fedha, lakini hospitali hii haina hata mwaka haujamalizika, tayari hospitali hii imeweza kukamilika, na tayari hivi mwamba maana waziri mkuu ndo alikuwepo pale, kwa ipo siku maalum ambayo sasa Traore mwenyewe anakuja kuizindua. Lakini ukweli ni kuwa imekamilika kwa sababu ni hospitali ambayo imejengwa kwa ushirikiano pia na taifa la China. Lakini ni hospitali pia ambayo wadau mbalimbali walikuwa wamejitolea, kwa sababu kumbuka kuna wadau ambao wakiona serikali zao zinafanya vizuri huwa wanajitolea kwa ajili ya kusupport hizo serikali. Kwa hiyo na wao walikuwa wamejitolea. Sasa imekamilika kama unavyoiona hapa. Hii hospitali tayari imekwisha kukamilika. Kwa hiyo siku tu ambayo tayari ni siku itapangwa tu ambayo Ibrahim Traore ataenda kuzindua, kukata utepe kwa ajili ya hii hospitali ianze kufanya kazi. Lakini kwanza, jambo la kwanza, mnaona hata muonekano wake uko tofauti na hospitali zingine ambazo zimezoeleka. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza haya matofali haya ya matofali mekundu kwao watu wa Burkina Faso itakuwa inamaanisha ni unyofu, yani rangi nyekundu hayo matofali kama unavyoyaona hapo, itakuwa inamaanisha ni unyofu, itakuwa inamaanisha uwajibikaji, lakini na uaminifu pia vile vile. Ndio maana unaona rangi bado matofali haya yamekuwa na rangi nyekundu katika hospitali, kwa sababu mtu mwingine angeweza kudhani labda itajengwa kwa mtindo ule wa hizi hospitali za mataifa ya magharibi au hospitali kubwa duniani ambazo tumezoea kuziona the way mijengo inakuwa. No, hii sasa inakuwaje? Ni kwa sababu kumbuka Ibrahim Traore yule ni Mwafrika halisi,
na kama Mwafrika halisi ameamua kuwa ndani mle hii hospitali ni modern hospital, yani ni hospitali ya kisasa, lakini pia vile vile bado anaendelea kuifanya ionekane Kiafrika zaidi, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo Burkina Faso wanakuaga wanajenga nyumba zao. Kwa hiyo ametaka iendelee kuonekana ni Kiafrika zaidi, lakini bado ina ukisasa zaidi ndani. Kwa hiyo ndio maana unaona nje namna jengo lilivyo ni tofauti na hospitali zingine ambazo unaweza kadhani kwa hiyo hospitali ingetakiwa iwe na majengo kama ya Ulaya. Hicho kitu Mwamba huwa haki-entertain sana. Anaamini kabisa tunaweza tukajenga katika ule usanifu wa majengo yetu ya Kiafrika, lakini bado kitu kikatoka vizuri na kitu bado kikawa kiko vizuri. Ndio maana unaona hili jengo the way lilivyo. Sasa kumbuka, raia wako unapotaka waendelee kufanya kazi vizuri, manake uhakikishe huduma za kiafya ziko sawa. Ndio maana mataifa yaliyoendelea uwaga wanajali sana swala la afya, swala ambalo pia mfano kwa taifa kama la Marekani unaambiwa ukienda hospitali hata kama hauna pesa wanakutibu kabisa, yani unatibiwa, yani bila kujali ni shilingi ngapi matibabu yako yatagharimu. Alafu ukishapona ndipo utadaiwa baadaye. Kwa chochote ulichonacho manake wataweza mpaka kukiuza. Ndivyo Marekani wanavyofanya hivyo. Tofauti na Bongo, mpaka serikali iliwahi kuingilia kati mahali fulani, mtu ameenda ameumia, ameshonwa nyuzi, alafu baadaye ikajulikana hana pesa. Daktari, hebu imagine ujinga huo, daktari akaenda kufumua zile nyuzi, anamfumua nyuzi mgonjwa aliyemshona kisa hana pesa. Sasa haya ni mambo gani? Lakini tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliingilia kati hilo swala, na huyu daktari nafikiri alichukuliwa hatua. Na mwingine pia walisababisha, nafikiri ilikuwa ni kifo cha mama mjamzito, walishindwa kumpa huduma hapa kwetu Bongo hapa. Walishindwa kumpa huduma kiasi kwamba ikapelekea kifo chake. Sasa ni nini hii? Yani ni kitu gani? Lakini ni tofauti na kwa wenzetu. Jambo ambalo pia ndani ya Burkina Faso ndivyo lilivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mwamba ameamua kuwajali hawa raia wake kwa kujenga hospitali ya kisasa ambayo hautahitaji kutoka nje ya Afrika kwenda kutibiwa India, sijui Uingereza, sijui Marekani. No, utatibiwa hapo ndani ya Burkina Faso, kwa sababu huduma zote ambazo zingekuwa zinapatikana India, ambazo zinapatikana Canada, ambazo zinapatikana Marekani, zote ziko ndani ya taifa la Burkina Faso, na vifaa vyote viko ndani ya taifa la Burkina Faso. Na ukiangalia bana, ni ushirikiano wamefanya kati ya China na Burkina Faso. Kwa hiyo Wachina wana mitambo ya kisasa ambayo mitambo hii ndio aliyoinunua Mwamba Ibrahim Traore katika kuhakikisha kuwa hospitali hizi zinafanya kazi vizuri. Sasa hii ni hospitali moja ya Bobo Dioulasso ndani ya taifa la Burkina Faso. Na ukumbuke hapa tunapoongea kuna hospitali 14 54 anazozijenga ndani ya taifa la Burkina Faso kuhakikisha afya za wana Burkina Faso wako vizuri, kuhakikisha wana Burkina Faso hawateseki na maradhi, kuhakikisha wana Burkina Faso wako safi salama kabisa. Nakumbuka hapa wakati nimekuwa nikiongelea kuhusiana na zile mobile hospitals, ukiachana na mobile clinics kwa sababu zile zilikuwa hapo mwanzo, lakini mobile hospitals ambazo ni kwa ajili ya kuzipeleka, ni magari ambayo ni hospitali au hospitali inayotembea, kwa sababu ni magari lakini ndani ni hospitali ambazo zinaenda kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kutibu wanajeshi majeraha walioumia vitani. Kwa manake swala la afya hajaliacha mbali kabisa, swala la afya liko hapo. Kwa hiyo ndio Mwamba Ibrahim Traore. Lakini mwanaukuu Mwafrika, niendelee kukushukuru kuendelea kutufuatilia, na usiache kucomment, kulike na kusubscribe katika chaneli yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika, ili tuendelee kukupa habari mbalimbali zinazoendelea ulimwenguni, lakini na Afrika yetu pia, na baadhi ya maeneo ambayo tunayaangalia. Kwa hiyo ukijaribu kumwangalia Ibrahim Traore, kumbuka ni kiongozi ambaye hakai ofisini, ni kiongozi ambaye halali. Yani leo kuna habari hii, kesho kuna hii, kesho kutwa kuna hii, kesho kutwa kuna hii. Ndio maana sisi tunakuletea updates zote ambazo zinaendelea ndani ya taifa la Burkina Faso, kwa sababu ya huyu ni alama ya ukombozi wa mtu mweusi. Huyu ametuonyesha njia kuwa kumbe viongozi wa Afrika wakiamua wanaweza, wakiamua inawezekana. Ni tofauti na ambavyo tulikuwa akili zetu zimekalili kuwa Afrika tumelaaniwa, Afrika sijui ni bara la tatu, bara la giza, bara ambalo yani hakuna matumaini.
Hii sio kweli, ni tofauti na kwa Ibrahim Traore, ndio maana tunakuwa tunamuongelea sana. Nadhani pia mnakumbuka kipindi kile wakati tuko kwenye IBM channel, mnakumbuka vizuri tulivyokuwa tunaongelea sana kuhusiana na habari za Magufuli wakati wa uhai wake, kwa sababu tunajua the way ambavyo ukoloni umetuvuruga. Sasa napokuja kiongozi ambaye akaenda nje na ile mifumo ya ukoloni, ni lazima tuweze kumuongelea vizuri, kwa sababu kumbuke, jamii ya watu isiyojiheshimu ni ngumu kuheshimiwa na jamii zingine. Waafrika hatujiheshimu, Waafrika tunajidharau. Usitegemee mzungu atakuheshimu, usitegemee muhindi atakuheshimu, usitegemee mchina atakuheshimu. Lazima uanze kujiheshimu wewe mwenyewe. Ndio maana mnaona sasa vile ambavyo Ibrahim Traore anavyojiheshimu, ndio maana ikabidi mpaka Donald Trump ampe mwaliko wa binafsi ahudhurie kwenye sherehe za kuapishwa kwa Donald Trump, rais wa Marekani. Kwa nini? Kwa sababu ameona huyu kiongozi anajiheshimu. Kwa ndio maana na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuyaongea haya. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tutaendelea kupeana taarifa mbalimbali kuhusiana na kinachoendelea katika bara letu la Afrika, bara zuri lililobarikiwa, bustani ya Eden. Asanteni sana.